Lakini kazi kubwa tulizofanya ni mbili. Moja, kueleza mikakati ya serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan katika kuhakikisha wanafikia malengo yao. Na mikakati ipo mingi. Serikali kupitia mradi wa Digital Tanzania Project inaandaa mazingira wezeshi ya kuhakikisha vijana wa kampuni changa na vijana wa hizi kampuni za startups wanapata mazingira wezeshi ambayo yatawasaidia kufikia ndoto zao. Na hii inafanyika kwa maelekezo ya yeye mwenyewe Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye ametuelekeza kuhakikisha wizara hii inasimamia na inaweka mazingira ya vijana hawa kuweza kukuza ndoto zao, kutengeneza mawazo yao ya ubunifu, kuweza kufikia kwenye biashara na kuweza kutoa ajira kwao na kwa watu ambao wanaweza kuajiri. Lakini la pili, serikali vile vile imezindua mkakati wa uchumi wa kidijitali ambao Mheshimiwa Rais mwenyewe tarehe 29 Julai mwaka 2024 alizindua mkakati huu pale Dar es Salaam, mkakati wa miaka 10 kuanzia mwaka 2024 mpaka mwaka 2034. Na moja kati ya nguzo 6 zipo nguzo ambazo zinaenda kukuza skills na innovation kwenye vijana na Watanzania ambao wana ubunifu na kuwakuzia uelewa wao ama skills zao ili waweze kujiajiri wenyewe katika maeneo haya ya makampuni changa ama makampuni ya ubunifu. Na nafasi iliyokuwepo ni kubwa. Tunachotaka wajisajili na waanze kusoma. Na watapata vyeti vya vyuo hivyo. Hiyo ni fursa kubwa sana, kwa sababu kwa kupitia elimu ndio tunaweza tukajua mambo ya standard, vitu gani inatakiwa ufanye na kuelewa wenzetu wanafanyaje kuweza kufanikiwa. Kwa hiyo hii nafasi ipo kwa wabunifu wote. Sio lazima mtu awe ameenda chuo kikuu. Mtu yoyote ambaye atataka kusoma na kupata elimu hiyo. Kwa sababu tunachotaka sisi ni kujenga nchi ambayo hiyo ya wabunifu, watu ambao wanaweza kufanya bunifu zao, wakafanya vitu vikubwa ambavyo serikali inategemea viwili. Asubuhi mpaka mchana huu ambao tumemaliza inaonyesha namna ambavyo serikali sasa inajibu kwa vitendo ahadi za Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu za kuweka mazingira mazuri kwa wabunifu na startups nchini, kwa namna ambavyo wizara imeweka muda wake wote kuanzia asubuhi mpaka mchana kukaa kusikiliza na kujibu hoja ambazo zilikuwa zinaibuliwa na vijana wanaomiliki startups. Lakini kama mdau katika hii sekta, nimefurahi pia kuona kwamba mchakato wa utengenezaji wa hii sera ya startup umekuwa ni shirikishi, kwa sababu kwa miaka ambayo nimefanya kazi katika tasnia hii ya startup, changamoto zimekuwa ni nyingi, mambo ni mengi, kwa sababu tunapoongelea startup ni kitu ambacho kinakuwa ni kipya na tunasema huwa ni kitu ambacho hakieleweki. Kwa hiyo tunapoona kwamba serikali inafanya juhudi ya kuwaleta wadau na kushiriki kwa pamoja kutengeneza hii sera, kwetu ni jambo kubwa sana, na tunaona kwamba changamoto nyingi zitatatuliwa na kusaidia vijana wetu wenye bunifu